Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kushukuru kwa kuniruhusu kuchangia katika hotuba hii ya bajeti ya wizara yetu inayohusiana na tawala za mikoa, serikali za mitaa pamoja na idara maalum za SMZ. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze na jambo muhimu sana kwamba nilitamani Mheshimiwa Waziri angemwalika meya wa jiji ambalo ndio kitovu cha Pemba, Mheshimiwa Suleiman Makame Ali, kwa sababu ni katika watu ambao walikuwa wanapiga kelele sana hapa kuhusiana na maslahi ya Zanzibar, na naamini Chake Chake kuwa kwenye mikono ya meya huyu, naamini kwamba mji wa Chake Chake utang'ara na yale aliyokuwa anayasema hapa yataonekana sasa kwa vitendo. Mheshimiwa Mwenyekiti, umekuwa mkali sana kwenye mambo ya kanuni, lakini nikukumbushe kwamba tuna kanuni 177. Kanuni ya 171 inazungumzia mambo ya shukrani, pole na pongezi. Wewe huitaki hiyo na kiti chenu hapo hamuitaki. Imesema akisha kupongeza mmoja, akisha kushukuru mmoja, wengine inatosha kwa sababu ya muda. Wewe huitaki na anayekaa kwenye kiti hapo kwa kukufuata wewe labda hawaitaki. Naomba nikumbushie hii 171 mpaka 4 tuisome ili unapoongoza hapo uongozi kwa ufasaha zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia hiyo kanuni unaoipenda sana ya 62 ina vifungu vidogo 9, sio kimoja tu. Nayo pia naomba utakapofika nyumbani leo uipitie ili uweze kuwa mfasaha zaidi. Matumizi ya kifungu kimoja tu cha kanuni kwa raha zako haitutendei haki, na tunaomba tutendewe haki. Kwa niaba ya wenzangu, sizungumzi wa ACT Wazalendo, linaweza kumtokezea yoyote hapa, lakini kwa sasa hivi linaonekana linatokea zaidi kwa ACT Wazalendo. Linaweza kumtokea yoyote kati yetu, msidhani kwamba litamtokea kwa ACT Wazalendo. Inategemea na mudi ya mwenyekiti pale alokaa mbele. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba nikumbushie hayo. Kanuni ya 62 ina vifungu 9. Kifungu unachokitumia wewe ni kile yanayoruhusiwa na yasiyoruhusiwa, lakini kuna kifungu cha 9 ambacho kinazungumzia na maslahi binafsi. Watu wengi humu tunapochangia tunaangalia maslahi binafsi, hujawahi kukikemea. Naomba nikumbushie pia hicho. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya hayo nianze mchango wangu kwenye wizara hii. Wizara hii kama zilivyo wizara nyingi za serikali duniani, wizara zinaanzishwa kwa lengo la kuwafanya wananchi wapate tija. Lakini kadri tunavyosonga mbele, wizara zetu za Zanzibar badala ya kuwa faraja zinakuwa kero kwa wananchi. Na hii ni moja katika wizara ambazo bila kukusudia viongozi wa juu, naamini sio nia yao, lakini watendaji wa kati na kati wanazifanya wizara badala ya kuwa faraja zinakuwa karaha, zinakuwa kero. Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi sasa hivi inaelekea huko, badala ya kuwa faraja inakuwa kero. Nakumbuka wiki 2 zilizopita gari yetu ya Baraza la Wawakilishi ikiwa na plate number ya SMZ tumekuja imeshatolewa plate number. Ukiuliza sababu ya msingi haipo. Baada ya nusu saa akaja kuzirekebisha tena, na bahati nzuri siku ya pili tulikuwa tunaenda kama kamati kukagua wizara ile. Kwa hiyo naomba hili jambo la kwamba wizara badala ya kuwa faraja zinakuwa karaha, viongozi wa juu wawafunze hawa viongozi wa kati na kati, kwa sababu sio viongozi wa juu. Mheshimiwa Kitwana pale, graduate from Fidel Castro, hawezi kufanya mambo ambayo yanafanywa na vikosi hawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tarehe 28 mwezi Oktoba katika kituo cha Ziwa Kije walikuja askari au watu waliovalishwa nguo za jeshi hivi vikosi vyetu, wakiwa na bunduki, silaha, wamepanga foleni.
wakapiga kura kwa hasira 2, 3, 4, 5. Baadhi ya watu waliokuwepo around wakaenda kumwambia askari dhamana wa kituo, ndipo walipokuja kufurushwa. Hilo tunashukuru askari jeshi la polisi lilitambua lile kwamba askari anayetaka kupiga kura si jambo la busara kupiga kura akiwa na silaha. Wamepiga foleni karibu 20-25 kwa wakati mmoja wakiwa wamebeba silaha za moto. Kwa hiyo tunaomba hili jambo, Mheshimiwa Waziri, nyinyi viongozi wa juu tunaamini sio dhamira yenu, na wakati mengine hamuyafahamu kwa sababu yanafanywa nyinyi mkiwa hampo. Kwa hiyo hilo ni la kweli, na mimi sina haja ya kuleta shahidi mwingine. Kituo kingine cha Kiungoni, jambo hilo limetokea majira ya saa 9 siku ya tarehe 29, siku ya kupiga kura. Jambo hilo limetokea katika kituo cha Pandani. Askari waliovalishwa, hatuwezi kusema kwamba ni askari, lakini ni watu waliovalishwa nguo za vikosi, wamepiga foleni wakiwa wamebeba silaha, si mmoja, si wawili, wala si 10, zaidi ya hapo. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, serikali inasikia kwamba tuwaambie watendaji wetu wakati na kati, hizi kero zinazofanywa na wizara nyingi hazifanywi na viongozi wa juu, zinafanywa na hawa wakati na kati hapa, na hii inahitaji mafunzo na pia kuwa na mikakati labda ya kuwaadabisha.